Gazeti la The New York Times limeripoti kwamba ushahidi unaonyesha kuwa Marekani ililenga shule ya wasichana huko Minabu kusini mwa Iran wakati wa shambulio la Februari 28 lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 170, wengi wao wakiwa ni watoto. Inaonekana shambulio hilo lilikuwa sehemu ya operesheni pana iliyolenga kituo cha jeshi la majini kilichopo karibu, kulingana na picha mpya za satellite, video zilizothibitishwa na machapisho ya mitandao ya kijamii. Ripoti ya uchunguzi ya The New York Times ilifichua kwamba shambulio la Februari 28 kwenye shule ya msingi huko Minabu kusini mwa Iran lilihusishwa na operesheni ya kijeshi ya Marekani dhidi ya kituo cha majini kilicho jirani. Shambulio hilo kwenye shule sasa linachukuliwa kuwa tukio baya zaidi la vifo vya raia tangu kuanza kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, ingawa hakuna upande uliodai rasmi kuhusika hadi hivi sasa. Gazeti hilo linasema kwamba mkusanyiko wa ushahidi, ikiwemo picha mpya za satellite, machapisho ya mitandao ya kijamii na video zilizothibitishwa, unaonyesha jengo la shule lilipata uharibifu mkubwa kutokana na shambulio sahihi. Pia liliongeza kuwa hakuna mabaki ya silaha yaliyoonekana katika eneo la tukio. Maofisa wa afya wa Iran na vyombo vya habari vya serikali viliripoti kuwa angalau watoto na wafanyakazi wa shule 175 waliuawa katika shule ya msingi ya Shajarehi Tayyibei Elementary School. Katika siku zilizofuata tukio hilo, maofisa wa Marekani hawakuthibitisha wala kukanusha kuhusika. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alisema Jumatano kwamba uchunguzi kuhusu shambulio hilo bado unaendelea. Hata hivyo, gazeti hilo lilibainisha kuwa maofisa wa Marekani wamekiri hadharani kwamba ndege za kijeshi za Marekani zilikuwa zinafanya operesheni katika eneo ambalo shule hiyo ipo siku hiyo hiyo. Picha za satellite zinaonyesha kuwa mashambulizi kadhaa ya usahihi yalilenga angalau majengo 6 yakiwemo 4 ndani ya kituo cha jeshi la majini ambayo yaliharibiwa kabisa. Miundombinu mingine miwili ikiwemo shule hiyo ilipigwa moja kwa moja kwenye paa zao, hali inayolingana na muundo wa mashambulizi ya anga yenye usahihi mkubwa. Wes J. Bryant, mchambuzi wa usalama wa taifa na ofisa wa zamani wa United States Air Force ambaye aliwahi kuishauri Pentagon kuhusu kupunguza madhara kwa raia, alikagua picha mpya za satellite. Aliambia The New York Times kwamba majengo yote yakiwemo shule yalipigwa na mashambulizi yenye usahihi mkubwa na yaliyokusudiwa. Bryant alipendekeza kwamba maelezo yanayowezekana zaidi ni kutambua vibaya lengo, ambapo vikosi vilishambulia jengo lililokuwa na raia bila kujua. Gazeti hilo lilisisitiza kuwa sifa za shule kama vile uwanja wa michezo na maeneo ya burudani zilionekana wazi kwenye picha za satellite, jambo linalotia shaka uwezekano wa kuchanganya lengo. Tetesi mtandaoni kwa kombora la Irani lililopotea lilisababisha uharibifu huo zilikanushwa na gazeti hilo pamoja na wachambuzi wengine ambao walisema kuwa kombora lililopotea lisingeweza kusababisha uharibifu sahihi na ulioratibiwa kwenye majengo mengi kwa wakati mmoja. Ripoti hiyo inaonyesha ukosefu wa uwajibikaji kuhusu shambulio hilo ambalo lilibaki kuwa moja ya matukio mabaya zaidi ya vifo vya raia tangu kuongezeka kwa mashambulizi yanayoongozwa na Marekani katika eneo hilo. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.